na kusalimia tu. Andika kichwa cha ujumbe au nakili kichwa cha ujumbe kinachosema maamuzi yako ya leo ndio hatima yako ya kesho. Maamuzi yako ya leo ndiyo hatima yako ya kesho. Narudia tena, maamuzi yako ya leo ndiyo hatima yako ya kesho. Kama kuna msomaji mzuri ambaye ana akili timamu, sikiliza. Shida sio kuwa na akili, shida ni akili timamu. Nataka nisomee maandiko kutoka kwenye kile kitabu cha Luka na ile sura yake ya 16 na ule mstari wake wa 19. Inawezekana sio andiko geni sana kwenye masikio yako, lakini leo tutajifunza kwa habari hizo, ya kwamba hatima yako imebebwa na maamuzi yako ya leo. Sikiliza nikwambie, watu wengi sana huwa wanafikiri kwamba vile wanaishi leo, kesho yao haitakuwa na matokeo. Nisikilize, na ndio maana kuna wapandaji wanaopanda leo wakitegemea kuvuna kesho. Hata maisha ya mwanadamu ndivyo alivyo. Unachopanda leo utavuna siku ya kesho. Unachokizungumza leo, kesho yako ndiyo itakuwa inazungumza nini uliongea. Matokeo yako ya leo na ndio matokeo yako ya kesho. Vile unavyoviona leo utaviona na kesho. Na ndio maana maandiko yananiambia waziwazi, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo ilivyo. Na mimi nina habari tu moja, ukiona lijitu linaongea kwenye mkutano, piga teke, alafu sogea upande wa pili. Mhubiri ndo na hubiri. Kitabu cha Luka ile sura ya 16 na ule mstari wa 19. Msomaji mwenye akili timamu izingatiwe. Nisome. Nami nitasoma. Usinipunguzie mwendo kama sijakwambia. Nami nitasoma. Wacha nikimbie mwenyewe haraka, ndio yale nilizungumza. Soma tu hata bila maiki, mtumishi, chapu kwa haraka, nina ujumbe mzito. Inasemaje? Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri. Alivaa nguo, twende taratibu. Kumbuka nimesema nataka mtu mwenye akili timamu. Aliyevaa nguo za rangi ya nini? Ya zambarau. Ndio. Na kitani safi. Na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja. Jina lake Lazaro. Huwekwa mlangoni pake. Ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Ndio. Hata mbwa wakaja wakalamba vidonda vyake. Sawa. Ikawa yule maskini alikufa. Alichukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Alichukuliwa kifuani mwa Ibrahimu mpaka leo yupo. Yule tajiri naye akafa. Akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho ya
alikuwa ni tajiri, hakika yake alikuwa ni tajiri. Sema amina. Sema amina ya kiwango. Amen. Biblia inaposema alikuwa ni tajiri kweli, lakini inapozungumza kwa habari pia ya masikini, alikuwa na umaskini wa kumtosha wa kiwango chake. Lakini inanifurahisha Biblia hii inaposema ya kwamba hawa watu wawili inazungumza maisha yao, lakini inazungumza hatima yao. Na ndio maana nikasema maamuzi yako unayoyafanya leo ndiyo hatima yako ya kesho. Maiki yangu haijakaa kwenye mkao mzuri. Sikiliza nikwambie, siku hizi zote ambazo tuko mahali hapa, tutakuwa tunazungumza habari za Yesu Kristo aliye hai, lakini sitaacha kuizungumza dhambi na ubaya wake, lakini pia nitamzungumza Yesu na uzuri alionao. Pigia Yesu makofi kama unanielewa. Nasema pigia Yesu makofi tena kama unanielewa. Sikiliza nikwambie, kila mahali Biblia inasema, kila mahali Yesu Kristo hakuwahi kutembea peke yake. Na ndio maana hata mimi niko mahali hapa, nimelibeba kusudi na jina moja la Yesu. Sina uchawi wala nini, wala sitegemei chochote, wala sina vitambaa, wala sina mafuta, wala sijabeba chumvi za upako. Nimekuja na mwamba mmoja tu, anaitwa Yesu. Huyo ni mwanaume zaidi ya wanaume wote unawajua. Huyo ni kidume cha mbegu. Sema amina wewe. Nasema huyo ni mwanaume kuliko wanaume wote duniani. Na ndio maana kifo chake kilikuwa cha kutatanisha, lakini hata kufufuka kwake pia kulitatanisha. Lakini pia hata kifo chake alitabiri kabla ya kufufuka, akasema nina uwezo wa kulibomoa na kulijenga hekalu kwa siku ngapi? Kwa siku 3. Huyu mwanaume bwana, hajawahi kutokea mwanaume kama Yesu. Na ndio maana Biblia yangu inaniambia ya kwamba walikuwa mitume wengi wakadedi, wakakata moto, wakazima, na historia yao ikaishia hapo. Lakini mwanaume Yesu alipoingia kaburini, alipoingia kaburini, kaburi likasema, wewe mwamba haufai kukaa kaburini, wewe toka tu nje. Jeneza wewe. Sapia Yesu kwanza makofi ni ubiri vizuri. Sema amina kwa jina la Bwana wa majeshi. Haleluya, 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 haleluya. Upande uwebu chapia Yesu makofi. Upande ule pale chapia Yesu makofi. Wapiga vyombo chapia Yesu makofi. Haleluya. Sikiliza, kaburi la Yesu, udongo tu wenyewe ulishindwa mwanangu. Udongo tu, jeneza lenyewe lilishindwa. Na ndio huyu nimekuletea habari zake. Ndiposa narejea kwenye maandiko, kwenye kile kitabu cha Luka. Biblia inasema basi palikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni tajiri, alivaa nguo za rangi ya zambarau. Sikiliza, Biblia inaposema alivaa nguo za rangi ya zambarau, ni mtu alikuwa na heshima. Alikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa kila akipita watu wanajua ni tajiri. Na sawa sawa na vile ambavyo saizi tunajua tajiri huwezi kumuita jina lake eti we Nixon. No. Tajiri anajulikana kwa majina yake. Wengine wanamuita bosi, wengine wanamuita mshua, si ndio bwana? Hebu jaza uzito kwanza. Nasema hivi, tajiri huwezi kumuita jina lake akakuelewa. Tajiri anaitwa bosi, tajiri anaitwa mshua, tajiri anaitwa dadi. Sikiliza nikwambia, anaitwa yale majina mazuri mazuri. Lakini masikini wanakutaja jina lako kama ulivyozaliwa kwa mama yako. Na ndio maana nimemleta Yesu katikati ya jioni ya leo. Inawezekana umezalauliwa kwa sababu ya umasikini wako. Yuko mwamba anaitwa yuko kidume cha mbegu anaitwa Yesu. Yesu akiingia kwenye maisha yako, historia yako inabadilika, maisha yako yanabadilika. Anafanya changes kwenye maisha yako. Huyo ndio mwamba, na sio mfalme tu. Haitoshi kumwita Yesu ni mfalme. Nisikilize vizuri, Yesu sio mfalme, Yesu ni mfalme wa wafalme. Kamoni, chapia Yesu makofi mazuri wewe. Mwambie jirani yako pameanza kuchangamka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema huyu mwanaume kwa sababu alikuwa na hela, anasema alitembea vile anaweza. Alikula kwa anasa. Biblia inasema alikula kwa nini? Kwa anasa. Kama ni mademu alikuwa nao mwanangu. Wenye shepu na
wasiokuwa nao. Alikuwa na uwezo, si fedha ipo. Wewe uwapati tu kwa sababu hela una. Wewe mwanangu, huyu mwanaume Biblia inasema alikuwa na hela, alikuwa na uwezo wa kuingia loji yoyote, hata na loji zenye kunguni. Alikuwa na uwezo wa kuingia gesi yoyote, alikuwa na uwezo wa kuingia kwenye hoteli yoyote, alikuwa na uwezo, anamtaka mweupe mweusi, maana fedha ilikuwepo. Lakini Biblia yangu inaniambia maamuzi yako ya leo ndiyo matokeo yako ya kesho, na ndiyo hatima yako ya kesho. Vile unavyovifanya leo tutakutana siku ya kesho. Na ndio maana wanasema wengine hapa, inawezekana mtu mmoja anasikilizia kwa mbali, anatuzumu kwenye site mina ya pikipiki. Haina mbaya. Inawezekana unasema wa mchongo hawa sio mbaya. Hata sisi tulikuwa kama wewe, tulikuwa tunavuta bangi mpaka tunajisahau kama tuko ulimwenguni, tuko duniani. Lakini tulipokutana na huyu mwamba anaitwa Yesu, mbona tuliona cha mote makuni. Na ndio maana tunasema kabla Yesu hajarudi, acha tuje tuhubiri Kidatu. Mmepata neema. We mama ulioko nyumbani, unayenisikiliza huko nyumbani, kimbia bana moja kwenye viwanja hivi, yuko mwamba Yesu anahubiriwa. Biblia inaniambia ya kwamba huyu mwanaume tajiri alikula kwa anasa, lakini palikuwa na mtu mmoja anaitwa Lazaro. Hakukubali mali ya udhalimu, hakula rushwa, hakula fedha ambayo hajaitabikia, alikula kwa shida. Biblia inasema mpaka alikosa na hela ya kumtibia, lakini moyoni mwake alikuwa na Yesu. Na ndio maana tuko mahali hapa kukwambia kwa Yesu kuna thamani kuliko huko kwa waganga. Hakuna mganga anaweza kumaliza tatizo isipokuwa ni Yesu mwana wa Daudi. Pigia Yesu makofi mazuri na kigelegele. Huyu mwamba alikuwa na uwezo wa kutembea. Anaweka unajua, sikiliza nikwambie, wanasemaga pata hela tumjue mtu. Wewe unasema mimi sio mzururaji, hujapata hela. Wewe hela inaongea. Na ndio maana watu wengi sana wamejikita, wakipata fedha wanamsahau Bwana, wakipata fedha wanamsahau Mungu. Mwimbaji, Mungu akubariki sana. Biblia inaniambia kwamba huyu Lazaro siku moja akafa. Haleluya. Sema na ndugu yako akafa. Lakini Biblia haisemi akazikwa. Lakini tajiri, Biblia inasema akafa, akazikwa. Tunajua kabisa katika ulimwengu na zama za kisasa kuna watu kwenye misiba saizi imeendelea. Ukifika msibani wanakuuliza unatumia soda gani? Na ndio maana maskini hana thamani sana. Na ndio maana naambia ndugu zangu, tutafute na hela. Amina. Ukifika mahali ambapo huna hela, wanakujua. Wanaambia muulize yule anatumia soda gani na huyu anatumia soda gani. Huyu mpe mirinda nyeusi. Kwa nini iwe mirinda nyeusi? Kwa nini? Yesu atusaidie sana. Tunazungumza habari za Yesu ambaye mwenye vyote viko ndani ya Yesu. Biblia inasema utajiri udumuo unapatikana kwa mwamba Yesu. Na ndio maana tunazungumza habari zake kwa ujasiri, kifua mbele. Amina. Biblia inasema tajiri akafa, akazikwa. Tajiri kwa nini alikufa na akazikwa? Msiba wowote wa tajiri kila mtu lazima ahudhurie. Msiba wa tajiri wote wamekufa, hilo lizingatiwe. Wote wamefanya nini? Wamekata moto. Lakini msiba wa tajiri wao unachukuliwa kwa uzito. Msiba wa tajiri, hata wasusi wakina mama nani, mama Rebeka, wote utawakuta siku hiyo wanasema leo hatuzuki, tutakuwa msibani. Na msiba, sijajua sana misiba ya huku, lakini misiba ya ukanda wa kwetu kuanzia Iringa, Mbeya, watu wale wanajua kulia jamani. Ukifika msibani uhitaji risala ya marehemu. Mlizi tu anavolia, we unajua nani kufa. Unalia safari watu wanalia wanakope. We uko serious na msiba wewe? Kipindi cha kwetu msiba hauwezi kulia unakope. Utaliaje wewe? Watu wa kule wanajua kulia. Watu wa Iringa, Mbeya hivi watanielewa ninachoongea.
aise, tukifika msibani sisi tunajua kulia. Yaani tunalia kwa kupokezana na tuna balance mambo. Unalia huku naambia wewe angalia maharage. Alo, ile hela yangu ya vitenge umenilipa? Mungu akubariki sana kwa kweli. Ukitoka hapo unaanza kulia sio kana kwamba tuko serious, tuna balance mambo. Yesu atusaidie sana. Lakini misiba ya huku nimeona kidogo, sijui huku Tabora, lakini misiba mingine naona imeendelea. Watu msibani mpaka wanapata na nafasi ya kwenda kukatisha sala kwenye msiba. Watu kwenye msiba wanakope, wamepaka na makeup kwenye msiba. Na ndio maana Biblia inasema huyu alikufa akazikwa. Inawezekana walinunua na suti ya marehemu, inawezekana walipika chakula kizuri kwa marehemu. Na ndio maana nikasema ya kwamba huu msiba wa Lazaro inawezekana ukuwa hata na chakula, maana Biblia haizungumzi kwamba alizikwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haizungumuzi kwamba alizikwa. Inaonekana walizika labda watu 3 4, maana hawakumwacha maiti inanuka. Inawezekana walizika watu 2 au walikunywa tu angalau viuji. Na ndio maana ukifika kwenye msiba wa mtu ambaye hana hela, wanakuambia gawa taratibu uji kila mtu apate. Lakini Biblia inasema wote wakafa. Hapo ndipo napapenda. Kumbe jeuri ya mwanadamu ni kifo. Jeuri ya mwanadamu, usimuone mwanaume analinga kwa sababu ya mkanda umekubali kwenye kiuno, mwambie nipe tu muda. Maana wanaume pia wanajeuri, wengine wanajeuri. Unakusaka unahubiri namna hiyo. Sasa mwanamke anahubirije? Aliyekwambia mimi ni mwanamke ni nani? Aliyekwambia wewe ni mwanaume ni nani? Kwa sababu maandiko yanasema kama wote wakimkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, haichagui jinsia. Sauti si inatoka, wewe usihangaike na kusema kwamba nani. Na ashukuriwe Mungu hata rais wetu ni mwanamke. Sasa kama rais ni mwanamke, wewe unapinga wapi? Hata injili hubiriwa na wanawake hao. Na ndio maana sisi hatuzungumzi kwa habari ya dini, tunasema habari za nani? Za Yesu peke yake. Yaani habari ya kwamba ni mwanamke, wewe achana nayo, usikusumbue wala isikupe tabu. Lakini ninachozungumza ni kwamba jeuri ya mwanadamu, kiburi cha mwanadamu ni kifo. Na ndio maana hata wachungaji hatuna uwezo wa kukizuia kifo. Lakini tunalo neno la kukwambia, ni aheri uje kwa Yesu. Maana kwa Yesu hatufi kwa ajali, tunalala kwa mujibu wa maandiko. Lakini nataka nikwambie, kama hauna Yesu, kutaabika utataabika, kwenda kwa waganga utaenda. Lakini ukiwa na mwamba Yesu peke yake, anatosha kwenye maisha yako, anatosha kwenye kizazi chako, anatosha kwenye ndoa yako. Sisi tukiona ndoa haziendi sawasawa, tunaliita jina moja la Yesu. Tukiona watoto hawana uelewa, tunaliita jina moja la Yesu aliye hai, aliyekufa akafufuka siku ya ngapi? Haleluya, haleluya. Sema amina tena. Sema amina tena. Nampenda sana Yesu. Alipokufa huyu jamaa, Biblia inasema Lazaro akachukuliwa moja kwa moja mpaka kwenye kifua cha nani? Lakini huyu jamaa akafa akazikwa, pamoja na maandalizi ya mazishi, pamoja na waliweka na maua kwenye kaburi. Lakini maandiko yanasema akaenda moja kwa moja kuzimu. Na ndio maana, ndio sababu ya kuleta mkutano huu, kwamba mtu wa Kidatu marufuku uje useme ukusikia habari njema. Na ndio maana tuko hapa tunaunguruma kwa habari ya kwako we mwanadamu. Mtu wa Kidatu, mpe Yesu maisha yako, maana kuzimu na jehanamu ipo. Na ndio maana niko hapa kukwambia mwanadamu, wewe mpe Yesu maisha yako. Mwanadamu amepewa dakika chache kujua nini alifanya mchana, lakini kuna kuendelea hajui ni fumbo. Mpe Yesu maisha yako. Haleluya, haleluya. Biblia inasema Lazaro akiwa pale kwenye kifua cha Ibrahimu, na huyu mwenzangu tajiri ambaye Biblia inasema alikula kwa anasa. Kumbuka anaposema alikula kwa anasa, hakula
kula dagaa wa nyama. Hivi unanielewa vizuri? Na hakuna dagaa wa nyama, ni roho tu ya umaskini ndio inakusababisha ujue dagaa kuna dagaa wa nyama. Huwezi kuizalisha nyama eti ukaita dagaa wa nyama. Nyama huwezi kuizalisha kuichanganya na dagaa. Dagaa ni dagaa na nyama ni nyama. Alikula vitu vya thamani na ndio maana alikuwa na status nzuri kwenye Biblia, lakini mwisho wake ulikuwa ni mbaya. Anaposema alivaa nguo za rangi ya zambarau, alikuwa ni mtu ambaye ana fedha, lakini mwisho wake ulikuwa ni mbaya. Sisemi kwamba wenye fedha mbinguni hawaingii. Unaweza ukawa na Yesu na hela ukawa nazo na mbinguni ukaingia. Jawabu ni moja, ni kuacha uovu na kumkimbilia Yesu aliye hai. Na ndio maana kuna watu leo hii wanajificha kwenye vivuli vya dini. Wana dini lakini bado ni vizinzi kama vizinzi vingine. Vina dini, vimekaa kwenye dini, na saa nyingine ni viongozi, lakini bado wanaoa na wake wengine wa pili. Nataka nikuambie kwa Yesu ndoa ni moja, mke ni mmoja, mume ni mmoja. Wewe kama unaelewa, si utapie Yesu makofi. Chapa 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 chapa. Kwa Yesu kuna mke mmoja. Sema amina kwa jina la Bwana wa majeshi. Tajiri alioa vile anataka, alitembea na wanawake vile anataka. Wengine walinyang'anywa na mali zao kwa sababu ya utajiri, maana akienda serikali za mitaa wanamsikiliza, baada na nini, ana hela. Lakini akasahau kama jeuri ya mwanadamu ni kifo. Kifo kibaya. Na ndio maana mititu isiyokuwa na Yesu, hata kifo chake kinakuwa cha kutatanisha. Yaani linakufa huku linapiga makelele, hao wanakuja wakina nani? Wewe mpe Yesu maisha. Unatupa tabu ya kwanza kusogeza macho yakae chini, ulimi urudi ndani. Unatupa tabu. Mpe Yesu maisha yako. Mtu aliye na Yesu analala kwa mujibu wa maandiko. Tunaaga na kuaga, tunatoa na vitu vya asili. Tunasema wanangu tulinunua moja. Tunakufa katika Bwana. Na ndio maana hatuna mateso. Kwa Yesu kuna raha. Anasema tajiri alipoingia kule kuzimu, anasema kainua macho, akamwona Ibrahimu amekaa na Lazaro kifuani, wanakula raha, wanapeta raha. Biblia inasema tajiri akaanza kujenga hoja. Yuko kwenye moto, anajenga hoja. Anasema, baba Ibrahimu, naomba tu, nina ndugu wangapi? 5 wako duniani kwa baba yangu. Naomba mtu apatikane atakayetoka huku, angalau akiwa na mabaka ya moto, watu watamsikiliza. Yaani yule jamaa alikuwa na akili za ajabu. Anajenga hoja, yuko kwenye moto. Yaani hoja yake ilikuwa imesimamia hapa kwamba angalau nitume mimi mwenyewe, maana ndo nina ushahidi na ukali wa moto na ujua, nitaenda kuwaambia. Lakini kumbe Mungu ni wa utaratibu. Anasema wako wakina Priska huko, wako wakina Livingstone huko, watakuwa na msema Yesu hata saa hii. Na ndio maana anasema jeuri ya mwanadamu ni kifo. Inawezekana hata saa hizi unaniona unasema huyo dada wa mchongo haina mbaya. Ndugu yangu, haina mbaya, lakini nataka nikwambie baada ya kifo Biblia inasema ni hukumu. Hakuna taa ya milele umwangazie, wala mwanga wa milele, wala sijui wala sijui padri, wala wachungaji watakaoweza kusimamisha kifo. Saa ya kifo ikifika, kila mtu anapata moto, lakini tunategemeana. Ni wapi unaelekea? Ni wapi unaelekea? Yuko Lazaro, yuko kwenye kifua cha Ibrahimu, lakini yuko yule tajiri ambaye jina lake halikutajwa, yuko jehanamu. Jehanamu ipo mtu wa kidato, jehanamu ipo mtu wa kidato. Na ndio maana nimekuja kukwambia, mwana wa Mungu, mkimbilie Yesu, umpe Yesu maisha yako ili uwe salama. Usalama wako uko kwa Yesu, usalama wako uko kwa Yesu. Ndoa inayosumbua hatumpeleke Isangoma, tunaileta kwa Yesu, maana kwa Yesu kuna usalama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana nikasema
Kama kuna mgonjwa yuko kwa mganga wa kienyeji, mlete yeye na mganga wake, wote wana matatizo. Wataponywa bila gharama ya aina yote. Na hapa kiingilio ni miguu. Hata kama una miguu tutakukokota na mkokoteni ili mradi ufike hapa. Na kitu kimoja kinachonishangaza kwenye ulimwengu, tungekuwa tunapiga vigodoro hapa, ungeona watu wanasota mpaka na makalio wafike tu hapa. Lakini habari njema zinahubiriwa, unakuta likitu ndio kwanza linaongeza sauti ya TV. Nataka niseme ya kwamba maombi yakianza, hata kama uko nyumbani kwako, fire itakukuta huko, utaletwa hapa msobe. Nataka nikwambia Yesu tuliye naye sio wa mchezo. Na ndio maana nikasema siku moja mahali fulani, nikasema hata wale wawangaji ni mwendo wa tahadhari. Kiruka kwenye anga hili imekula kwako. Waswahili wanasema una bahati. Bwana Yesu atusaidie sana. Lazaro ameketi kwenye kifua cha Ibrahimu, lakini yuko mtu mmoja anaitwa tajiri, maisha yake yaliishia jehanamu. Na ndio maana tumekuja mahali hapa, usiishie jehanamu. Jehanamu kuna moto. Jehanamu hakuna maisha ya raha. Jehanamu ni kilio na kusaga meno. Jehanamu wazinzi wote hawataiona mbingu, waasherati hawataiona mbingu, makahaba hawataiona mbingu, wale wanatega na vimini skati wa waume za watu hawataiona mbingu. Mbingu wanaingia waliotakaswa kwa damu ya mwana kondoo. Mbinguni wanaingia waliotubu dhambi zao, waliosafisha maisha yao. Kijana ulioko mahali hapa, maisha pekee ya raha yako kwa Yesu. Binti ulioko mahali hapa, maisha pekee ni yako kwa Yesu. Mama ulioko hapa, usibabaike na ya ulimwengu, maisha pekee yako kwa Yesu. Kimbilia kwa Yesu jioni leo. Kimbilia kwa Yesu jioni leo. Mpe Yesu maisha yako uwe salama. Kimbilia kwa Yesu jioni leo. Jioni ni ya kwako. Jioni ni ya kwako. Yesu anaokoa. Yesu anaokoa. Anabadili maisha. Alibadilisha ya kwangu, atabadilisha na ya kwako. Huyu Yesu hashindi na jambo lolote. Pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Ukimpata Yesu umepata vyote. Sikiliza, leo nitaanza na ushuhuda, alafu tutaendelea kumalizia. Mimi unayeniona hapa, nilikuwa mlevi kuliko walevi wote unawajua. Yaani nilikuwa mlevi. Imagine kutoka kwenye ulevi mpaka kuitwa mchungaji, pana distance parefu. Nilikuwa mlevi mpaka niwahi kuokotwa na mama yangu kwenye jaba la pombe, na ninginia kwenye jaba la pombe. Wewe fikiria nilikuwa mlevi wa kiwango gani? Achana na unalewa bia mbili afu naiba sani za mama ntilie. Wewe sio mlevi muhuni kama wahuni wengine. Na ndio maana tumempa Yesu maisha. Tumeona ulevi hauna sababu, ulevi hauna maana. Na ndio maana unakuta lilevi liko tu lichafu. Lilevi halina mwelekeo, halina maisha. Lakini walioko kwa Yesu wanazo akili timamu. Wakipata fedha wanajenga maisha yao, hawaendi kuzitupia baa. Na katika vitu vinanichoshaga ni baa. Wewe ulishakukuta baa kuna taa? Yaani ukiingia baa unalewa mara mbili. Kwanza unalewa taa za maruweruwe, yaani zina maruwe. Zile taa sijajua walinuaga wapi zile taa. Shetani mwovu. Come on. Ningekuwa namjua huyu jamaa anakaa wapi, ningemfuata na panga. Yaani unalewa mara mbili, wanakuwekea taa zina mwelekeo, zinafanya hivi ili ulewe kwanza taa, alafu unalewa na pombe. Na ndio maana hata wazinifu hawezi kuzini kwenye mwanga. Lazima utakuta vinavyobananishwaga sana. Hata watu wa kidato wanabananishwaga sana kwenye mikorosho, kwenye nini, kwenye miti wanabananishwa namna hii. Mtakuja kung'atwa na nyoka. We kimbilia kwa Yesu, uje umpe Yesu maisha yako uwe salama. Haleluya, haleluya, haleluya. Uzinzi hauna maana. Uzinzi hauna adabu. Siku moja nikawa nasema, samani viongozi, nikasema mimi ningekuwa nina jambo ama ni mtu kiongozi labda wa juu sana kwenye serikali ya jamhuri, ningeamuru wanaume wote zipu zikae nyuma, kasoro wachungaji na kiongozi wa CPCT. Lakini wote wanaume, vijana, wapiga vyombo, kameramani, wote zipu ziwe
maisha. Dhambi inamnyima mtu confidence. Dhambi inamuondolea mtu neema iliyo juu ya maisha yake. Na ndio maana tumekuja tuseme kidatu ya kwamba dhambi inaua, dhambi inapoteza kizazi, dhambi inaangamiza vijana, dhambi inamaliza vijana na mabinti. Mpeni Yesu maisha yenu ili muwe salama. Walioko salama ni wale walioko kwa Yesu. Vijana wazuri ni wale walioko kwa Yesu. Mabinti wazuri ni wale walioko kwa Yesu. Wababa wazuri wanapatikana kwa Yesu. Mabinti wazuri wanapatikana kwa Yesu. Come on. Siku zikikaa nyuma mambo yanaweza kuwa yasiyo mengi. Sijasema mimi, lakini nimejaribu tu kutoa kama nani. Mwenyekiti wa CPCT usinifunge, lakini ni wazo tu nimejaribu kulitoa kwamba mafundi wawe wengi, wabadilishe zipu za wababa zikae nyuma, sio wewe, ila nimesema wababa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Wazinzi wote mbingu hawaioni. Na ndio maana una option moja ya kugairi uzinzi uione mbingu. Waliokombolewa wote wataiona mbingu. Na ndio maana tuko leo watu wengi wanasema ni washamba. Haina mbaya, acha tukae na ushamba wetu. Lakini huwezi kutukuta baa tunapiga moja moto. Sisi utatukuta kwenye mikutano, tunacheza hadharani, tunaruka hadharani, tunakaa hadharani. Na ndio maana tumeokoka. Hatuna wasiwasi, hatuna mashaka, hatulogwi sisi, hatuwezi kukamatwa na mapepo, maana tunaye mwamba aliyeshinda kifo na kaburi. Na ndio huyo nimemleta. Biblia inasema Ibrahimu akawaambia wako Musa na manabii, wasipowasikiliza wao hata angefufuka mtu kutoka makaburini hawatamsikia. Leo hii mtu afufuke katika kaburini, nani anamsikiliza? Watakimbia hapa kidatu. Spidi 120 visigino vinagusa makali. Yaani watakimbia. Lakini nimekuja kutoka Dar es Salaam. Nataka nikwambie ni mwanamke ndio unayeniona hapa, lakini nimembeba Yesu, mwanaume wa wanaume. Na ndio maana nina ujasiri wa kusema Yesu anaokoa. Sikiliza nikwambie binti mwenzangu, maisha unayoishi yampendezi Mungu. Na ndio maana niko hapa kukwambia gairi mabaya ukaishi. Watu wote ambao wanatenda mabaya, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Lakini wanaotenda haki, uzima wa milele ni wa kwao. Tamani sana ukaione mbingu. Tamani sana ukamuone Yesu. Tamani sana ukamuone huyu mwanaume anaitwa Yesu. Sikiliza nikwambie, hakuna mwenye upendo kumshinda Yesu. Hayupo. Hata huyu anakuambia sweetheart, baby. Huyu anakuita majina ya ajabu ajabu chini ya carpet. Siku kikata moto, wanaolia wale huku wanaaga tuonane bandari. Anamkonyeza, anamwambia wewe tuonane baadaye. Anamkonyeza, anamtupia jicho tu namna hiyo. Oya. Subona hiyo. Wewe unaenda kulala kaburini. Na ndio maana wanaume, sikiliza nikwambie nyinyi wanawake ambao mnasema siwezi kuokoka, mume wangu amenikataza. Huyo mwanaume siku umelala ndani, wanakuacha unalala peke yako. Sasa kwa nini tuseme kwamba sasa amekufa ndio mke wako? Si wewe kalale naye mara ya mwisho. Kwamba mke wangu leo nimelala na wewe ni maiti. Kesho ndio tunakuweka kaburini kwenye nyumba yako ya milele. Kwa hiyo nimekuja kulala tu na wewe mara moja. Halali. Anaenda kusogeza kete nje. Na ndio maana nikasema rafiki wa kweli ni Yesu. Mpe Yesu maisha yako. Lazaro alikubali kuwa na Yesu hata kama alikosa mali za ulimwengu, lakini alikuwa na mwamba anaitwa Yesu. Mpaka leo yuko anaburudika. Haleluya. Haleluya. Eti mimi napendwa sana. Wewe unapendwa kuliko hela wewe? Wewe uko serious wewe? Unapendwa kuliko hela? Watu wanapenda hela bwana. Unajua mimi ni mzuri sana. Wewe una uzuri gani? Una uzuri gani? Hata wanaume ambao wako kwenye mji huu nataka niwaambie uzinifu hautakupeleka mbinguni. Uzinifu mwisho wake ni jehanamu. Unakuta kababa kazuri kameoa mke mzuri, lakini kanaenda kutembea
umeoa mke mzuri, mke ana shepu akitembea Singida, Dodoma, Mwanza, Msoma, lakini bado unaenda kutembea na kibiti, ukikiangalia hivi kina miguu tafikiri mbegu za mihogo. Kimbilia kwa Yesu. Kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna amani, kwa Yesu iko nguvu, kwa Yesu iko neema, kwa Yesu kuna mabinti wazuri. Haleluya. Tamani, haleluya. Kimbilia kwa Yesu. Kwa Yesu iko neema, kwa Yesu kuzuri Bwana we. Haleluya. Kata kabisa. Kadada kazuri umekaa nako ndani, umekao unaenda tunatongoza kabiti kana mapunye kana mashilingi. Yani dhambi ni mbaya, uzinzi haufai. Yani haukwambia hata kama ndio kwenda kazini na mtu mwenye mashilingi we. Kimbilia kwa Yesu wewe. Kwa Yesu kuna amani. Wewe unavyoniona mimi na mapunye. Unajua saa nyingine nikwambie, unamwangalia hata anayefanya biashara anasema dawa hii inatoa sijui, kuna mahali fulani panaitwa Bunju kule kwetu. Kuna mtu mmoja siku moja nikawa namuona, namalizia. Siku moja nikawa namuona mtu anasema dawa inauza inatoa chunusi, inatoa harara sijui mapunye. Nikasogea niangalie hii dawa inayotoa harara na mapunye ni ipi. Nikamkuta muuzaji ndio mgonjwa, ila wanaenda kununua ndio wazima. Jifunze kwamba ninapokuambia Yesu anaokoa, hata mimi ukiniangalia nyuma nalipa, mbele nalipa. Sura ninayo sio ya mchongo wala sio ya mawazo. Ninaposema Yesu anaokoa, haokoi viwete tu, anaokoa na warembo. Come on. Mimi ni pisikali bwana. Haleluya. Ni pisikali, nikitembea namna hiyo nasikia kuniita. Haleluya. Kwa Yesu huko. Unafikiri Yesu anaokoa tu wenye sura? Tafadhali niongezee salio. Yesu anaokoa watu wazuri, pisi za kwenda. Come on. Jamani, mimi ni pisikali sio pisikali. Acheni uchawi, sema vizuri, ni pisikali sio pisikali. Mwanangu hii pisi. Oya, mimi ni pisi ama sio pisi? Safi. Jaza uzito kwanza. Pisikali inahubiri gospel. Come on. Come on. Hey! Huyu Yesu ni mwamba bwana we. Kimbilia kwa Yesu uwe salama. Kabla ya hapo sikuwa hivi. Dhambi ilinitesa. Nilikuwa mlevi wa kufa. Lakini Yesu akaniokoa. Na nitakueleza nina shuhuda nyingi nzuri nzito. Siku ya kesho wewe njoo mapema. Lakini kwa leo simama pale ulipo, nilikuwa nakusalimia. Alafu kamata mtu mmoja mkono. Sasa inanishangazaga, mwenyeji anatafuta mwenyeji mwenzake, wanatoleana meno. Nao ni aina tu ya ushirikina ulionao. Tafuta mgeni mmoja alafu mshike mkono ambao hujawahi kumuona. Shika mkono. Safi sana. Alafu huyo mgeni wako sogea naye mbele mpaka hapa. Alafu uzuri leo anahubiri mwanamke. Sasa kama ni mwanamke alafu nakuona kiburi cha uzima, nao ni aina tu ya mashetani ya ukoo. Kwa hiyo hapa tunayatoa bila gharama ya aina yoyote. Haleluya. Angekuwa anahubiri mbaba afa kagoma mwanamke, ningesema huyu mbaba anamtafutia nini? Lakini sasa ni mwanamke mwenzako anahubiri. Na wewe mwanaume ulioko huko, sogea. Kamata mtu mkono, hata kama uwezi, sogea na kiti chako ndio ukae hapa. Sogea tu. Sogeeni nyinyi wa mama wazuri mko kule. Mimi naye ubiri si nimevaa gauni kama la kwako. Au kesho nije nimevaa dera na mimi. Ninayo madera, nitakuja kesho nimevaa. Wa mabinti wazuri wa mama huko, tusogee hivi. Wanasema kutii ni bora kuliko kutoa sadaka. Sogea tu hapa vizuri. Sogea tu hapa. Safi sana wa mama wenzangu. Warembo wa Yesu. Hata hao wabibi wasogezeni hapa wapate viti vyao, wakae kwa huko nyuma. Au wakae hapa. Ni jambo tu la haraka, sinaongea Kiswahili au niongee lugha yenu? Sijui sasa. Sijui. Ningeongea na lugha yenu. Mnaongea lugha gani Kiswahili? Kinyamwezi. Mwe. Na wasubiri wale ndugu zangu. Hata wao ulioko nyumbani, ni vizuri ukasogea tu kwenye viwanja hivi vya mkutano. Haleluya.
Sogea tu vizuri, alafu kadri natamani wale mabinti zangu wazuri wasogee kwa hapa. Wewe ukatie juu ya vyote, sifa hizi zifike. Margaret kama yupo. Wimbo huu ukawe ninakushukuru kwa sababu ya makutano haya. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu wala hakuna mwingine. Asante kwa sababu ya watu mbalimbali wanaotusikia kwenye mitandao ya kijamii. Asante kwa ajili ya watu walioko majumbani. Wengine wanatusikiliza kwa mbali sana. Mungu nakutukuza kwa habari yako. Asante kwa ajili ya wamama, asante kwa ajili ya baba. Utukufu na heshima ni vya kwako. Amen. Shusha mkono wako. Alafu funika macho yako. Nataka nikuulize kitu. Hata mimi niliwahi ulizwa kabla sijaokoka, niliulizwa swali kama hili. Wewe ambaye uko hapo nasema nimesikia habari hizi na ninatamani kurudi nyumbani kwangu nikiwa nimempa Yesu maisha yangu. Yaani Yesu akirudi leo sina uhakika wa kuiona mbingu na nataka leo nipatanishwe na Mungu. Nyanyua mkono juu. Wewe unayesema una akili timamu kabisa, unasema mimi leo sijaokoka, nahitaji leo hii nipatanishwe na Mungu. Sikiliza. Mwanadamu amepewa dakika chache kujua kwamba alifanya nini hapo mwanzo. Lakini tunakoendelea mtu ajui kama alifanya nini. Kama uko hapo unasema nataka nimpe Yesu maisha yangu. Sitamani mchungaji rudi nyumbani sijampa Yesu maisha. Nyanyua mkono juu. Wewe unasema nataka leo nimpe Yesu maisha yangu. Nyanyua mkono tena juu mwingine kama upo. Nyanyua, wewe uliyenyanyua endelea kunyanyua hivyo. Uko hapa mwingine unasema nataka niungane nimpe Yesu maisha yangu. Sijampa Yesu maisha, sijaokoka. Na kuokoka sio swala la dini. Hapa sijazungumza dini. Nimezungumza kuokoka ni kuachana na matendo mabaya. Kuokoka si kuhama dini, wala kuokoka si kubebeshana misumari. Wewe uliyenyanyua mikono juu, piga hatua mbele. Njoo rafiki yangu. My brother, you are welcome.
hapo mamangu mzuri. Naomba shemasi mzuri mwenye akili timamu. Shemasi mwenye akili timamu anisogezee watu nyuma au mabinti wadogo wadogo. Ni watu wa muhimu sana. Ila wasogee nyuma kidogo. Wewe ambao unataka kumpa Yesu maisha, piga hatua njoo jiunge na hao watu. Unataka kumpa Yesu maisha yako. Yaani unajua kabisa kwamba mimi leo Yesu akirudi siingii mbinguni. Naomba pokea mtoto huyu mama. Ya makari ya masitana mani. Ropo kore ya masikatana makore. Limanta ramasa yatana. Ni muombe mwangalizi wetu wa CPCT apewe maiki aongoze watu hawa sala ya toba. Alafu tutaombea wote kwa pamoja. Naomba apewe maiki safi kabisa. Apewe maiki baba, naomba tusaidie kuongoza watu wa sala ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Hebu hivyo ukifunika macho yako nifuatishe kwa maneno haya nyinyi mlioko hapo mbele. Sema Mungu Baba, naja mbele zako. Mimi mwenye dhambi. Najua nimekutenda dhambi. Hivyo Mungu wangu, jioni ya leo nimesikia maneno ya uzima. Nami nimeona vema nikupokee Kristo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimeamua bila kulazimishwa, nikiwa na akili timamu. Naomba Bwana Yesu ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Ninaomba Bwana uliandike jina langu katika kitabu cha uzima. Tangu sasa nifanyike mwanao. Unishike mkono wako, uniongoze. Ninaitamani niishi maisha mazuri matakatifu ya kukupendeza katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru nikiamini. Amen. Asante Baba. Wewe ambaye umekuja unasema nimekuja kuombewa, sogea mbele, panga mstari wa nyuma. Unasema nimekuja tu kuombewa. Sogea tu. Wewe ulikuja kuombewa, sogea tu hapo. Alafu anasema mfiche maradhi kifo umumbua. Yaani umekuja mpaka hapa, alafu naita watu kuombewa, alafu hutaki kuja kuombewa. Hapo ulipo, nyanyua mkono mmoja juu. Wote waliokuja kuombewa na wasiokuja kuombewa, nyanyua tu mkono juu hivi. Mungu atakuhudumia hapo ulipo. Nyanyua tu mkono juu. Margaret, naomba unisaidie kuimba huu wimbo. Tie juu ya vyote sifa hizi zifike kitini pako, wimbo huu ukawe manukato. Wakati umenyanyua mkono wako utahudumiwa kwako. Sifa hizi zifike kitini pako, wimbo huu ukawe manukato. Kama ni mjamzito, hata kiti pale ukae. Vyombo vikubwa vipige kwa mbali sana. Nyanyua tu mkono wako juu namna hii. Afunika macho yako. Mungu atakuhudumia pale ulipo. Acha kusemesha watu kwenye mkutano. Amekuja mbele anataka kuombewa, wewe mwache, ataombewa tu. Mungu wetu hana umbali. Yaani
hata kama hujasogea hapa, huko kwa uliko Mungu anafanya. Nyanyua mkono wako juu. Mjamzito unaweza kukaa. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, wachungaji tutakuwa tunapita tunaweka mikono juu ya wagonjwa, nao Mungu atawaponya. Yaani hautarudi ukiwa una matatizo. Mungu wangu na baba yangu, wewe uliye sema na huo mkutano mahali hapa, namba maiki sikae vizuri, katika jina la Yesu aliye hai, ninakwenda kinyume na kila mapepo na majini. Yesu Kristo, tembea, wewe ni moto ulao, ukalambe kila nguvu zote za mapepo na majini, roho zote za mizimu ya ukoo zinazosababisha watu wako wasifanikiwe, watu wako wasiendelee. Hizo nguvu za maluani, nguvu za mapepo, kwa jina la Yesu aliye hai, moto, wekeni mikono juu yao wa wachungaji, katika jina la Yesu aliye hai, moto 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 moto. Kila nguvu za mapepo sahi zikawachie kwa damu ya Yesu, zikawachie kwa damu ya Yesu. Hiyo nguvu ya majini ikachie watu wako katika jina la Yesu. Moto 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 moto, katika jina la Yesu aliye hai, ninatangaza neema ya Mungu, ninatangaza neema ya Mungu. Kila roho za mapepo, kila roho za majini zikakuachia sahi, zilizokamata ufahamu wako leo 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 leo. Out in Jesus name. Toka machie, toka machie, toka machie. Wewe uliyekamata akili zake, wewe uliyekamata akili zake, mara moja, dakika moja unasalimu amri, unaondoka. Hatuna muda wa kupoteza. Ondoka kwa jina la Yesu aliye hai. Toka machie, nenda kuzimu, huko ndiko sehemu yako, nenda kuzimu. Wewe uliyekamata fahamu zake, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nimesema hauna mamlaka ya kutesa huyu binti, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Out! Haya, mara moja, mara moja, mara moja. Roho za kupoteza kumbukumbu, roho za kuchanganyikiwa, toka kwa jina la Yesu aliye hai. Nyanyua mikono tu kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo nguvu ya giza, nguvu ya giza, nguvu ya giza, nguvu za giza, mara moja. Roho za mapepo na majini, haya 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 haya, salimu amri, salimu amri hapa. Utaki kukaa hapa, sio mahali pako. Toka, memkosesha amani huyu binti, anaona uchungu hata kuishi katika ulimwengu. Toka kwa damu ya Yesu, mara moja, dakika moja. Haya, out! Roho za mizimu, roho za mapepo, roho za majini, wewe jini Subiani, haya mara moja. Wewe jini Makata, toka 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 toka, mwachie huyu. Huyu sio wa kujinyonga akafa. Toka kwa jina la Yesu aliye hai. Toka kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai, moto 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 moto. Kila maroho yanayotesa maisha yako, kwa damu ya Yesu Kristo, kila maroho. Wewe mwachie huyu mama, mwachie huyu mama, dakika hii moja. Nataka umwachie huyu mama akawe huru. Huyu mama mmetesa maisha yake ya kutosha. Mmetesa maisha yake, kila siku ni mtu wa kwanza moja. Kwa jina la Yesu aliye hai, mara moja, mara moja. Kwa damu ya Yesu aliye hai, roho za mapepo, roho za majini, kwa jina la Yesu aliye hai, moto 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 moto. Mara moja, mwachilie huyu, mwachilie huyu, mwachilie huyu. Wewe pepo, wewe hauna wewe, acha. Wewe toka machie, toka machie mara moja. Toka machie. Ombea huyo mtu, nyanyua mikono juu. Baba, katika jina la Yesu, kila roho zinazotesa maisha yake, roho ya ganzi, wewe pepo uliyejigeuza kuwa ganzi, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai, wewe pepo uliyejigeuza kuwa ganzi, mara moja. Out! Kwa jina la Yesu, kila kinachokwamisha maisha yako leo, unaachiliwa, unakuwa huru. Haya, hiyo roho ikuachie, inayokwamisha maisha yako leo. Ninazungumza na roho inayokwamisha maisha yako, roho inayokwamisha maisha yako, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo Mungu akutokee, kila roho inayokwamisha maisha yako, kwa jina la Yesu aliye hai. Damu ya Yesu, jina la Yesu ni moto ulao. Mara moja, huyu binti anatakiwa kufunguliwa. Mara moja, dakika hii akafunguliwa, akawa huru. Dakika hii akawa huru. Rama shanda ramaya. Nyanyua mikono yako juu.
Baba, katika jina la Yesu, kila roho zinazofuatilia huyu mama mjamzito, mara moja naiangamiza hiyo roho. Hiyo roho naiangamiza. Hiyo roho naiangamiza. Hiyo mauti iliyoandaliwa kwako leo naifuta. Nafuta hiyo roho ya mauti. Naifuta roho ya mauti katika jina la Yesu aliye hai. Mapepo mliokusudia mabaya juu yake hamtafanikiwa. Leo nabatilisha na neema ya Mungu ikawa juu yako. Mungu akutetee. Kitu kingine nasikia kukwambia, usiogope wala usijali. Mungu aliyesaidia wengine atakusaidia na wewe. Nyanyua mikono juu. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, kila roho inayokutesa, inayosababisha huna maisha ya kuendelea, kila siku ni mtu wa kwanza moja, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, ninaipiga hiyo roho, maroho ya mapepo na mizimu yanayotesa maisha yako kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu ninaachilia neema ya Mungu. Mungu akubariki wewe na uzao wako. Mungu akutendee mema. Nyanyua mikono yako. Mkutano kesho nitakuwa na maombi. Waliokuja kuombewa. Yes. Nyanyua mikono yako. Kila roho iliyo kinyume na kusudi la Mungu kwenye maisha yako ninaiangamiza. Dakika hii ikutane na moto. Ikutane na moto. Moto kwa jina la Yesu aliye hai. Roho ya kutapika kwenye haya maisha unayoishi saa hizi, kwa jina la Yesu aliye hai, Mungu hurumia huyu mwanamke. Hurumia huyu mwanamke. Hurumia huyu mwanamke. Ninakubariki wewe na ndoa yako. Mungu akubariki. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, kila kinachokwamisha maisha yangu, kila kinachotesa maisha yake, kwa damu ya Yesu, enyi mapepo mliokusudia mabaya juu yake, ninaangamiza kwa moto katika jina la Yesu aliye hai. Nguvu ya Mungu ikutetee, nguvu ya Mungu ikuokoe katika jina la Yesu aliye hai. Damu ya Yesu. Aibu haitakupata mwanamke wewe. Aibu haitakupata wewe katika jina la Yesu. Nimekopesha hiyo aibu. Mungu akutendee wema. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninabariki maisha yake kwa damu ya Yesu. Kila roho zinazotesa maisha yake ninazilaani kwa jina la Yesu aliye hai. Na laani kila wanaokulaani na wabariki wanaokubariki. In Jesus name. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, kila kinachotesa maisha yake nakiangamiza. Roho za mapepo waliosema hutafanikiwa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, leo hii nabatilisha maneno na ninatangaza utafanikiwa katika jina la Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu, nabariki mwanamke huyu. Ondoa roho za magonjwa, unyemelezi kwa jina la Yesu aliye hai. Roho za kuchezewa usiku, ndoto mbaya, ninazifunga kwa damu ya Yesu Kristo. Mpe neema, mpe amani ya moyo katika jina la Yesu. Mungu akutetee. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, ninaomba neema kwa ajili ya mwanamke. Achilia neema kwenye ndoa, achilia neema kwenye familia. Ninambariki katika jina la Yesu aliye hai. Bariki maisha yake. Jesus name. John. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, naangamiza kila kilichotaka kuangamiza maisha yake kwa damu ya Yesu. Hiyo roho ya majini, roho ya mapepo inayotamani uangamie, ninaipiga kwa damu ya Yesu. Ninaipiga na kuangamiza. Haya, mara moja mwachie huyu. Mara moja mwachieni huyu. Mwachie huyu akawe huru. Huyu hapa. Huyu hatakufa. Huyu. Katika jina la Yesu nimetangaza mbinguni na duniani. Mungu akubariki. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, kila roho zilizo kinyume na kusudi la Mungu kwenye maisha yako ninazilaani. Ninalaani nguvu ya mapepo, ninalaani nguvu ya majini, ninalaani nguvu ya mizimu inayosababisha hatari kwenye maisha yako. Mara moja, dakika hii natangaza ardhi irekodi, mbingu iseme, ikachilie baraka za Mungu katika jina la Yesu. Roho za majini na mapepo hazina mamlaka. Kwa damu ya Yesu ninaachilia neema na ulinzi katika jina la Yesu. Unaweza kusogea hapa nikubariki. Sogea hapa na ule uko mbali usikae mbali. Sogea. Nyanyua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu ninabariki makutano haya. Wape neema siku ya kesho usikose hata moja. Zaidi ya yote Mungu ukawalinde. Neema ya siku ya kwanza uliotupa, tusaidie na neema ya siku ya pili. Ni katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa uaminifu, asante kwa kibali, asante kwa neema. Ni katika jina la Yesu nimeomba na nimeamini.
Amen. Karibu baba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mkutano, mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana kwa kazi kubwa, na niseme tu kesho tunaanza mkutano wetu mapema.